Mungu ametuunganisha kwa neno hili. Amen. Sasa kwa kuwa aliyenitangulia ni kama Yohana, anasema kwamba itengenezeni njia ya Bwana, anyosheni mapito yake, ili Bwana aje apite huko. Sasa mimi nafundisha, sihubiri. Sasa tumefundishwa asubuhi kwamba Mkristo ni nani. Mimi napitia tu ili na wewe ambao ulichelewa asubuhi upate kidogo hicho. Tumefundishwa Yesu ni Mkristo ni nani. Kwa niaba ya kitabu cha Matendo 11:26. Amen. Mmoja atusomea hapo kwa haraka. Matendo 11:26. Endelea mwalimu, ili tuunganishe vizuri. 27. Nasubiri kwamba Mkristo ni nani. Sasa kwa niaba ya andiko hili Matendo, ni kwamba Yesu wakati anahutubia Antiokia, nataka nipitie tu. Wakati anahutubia yeye Yesu, kuna watu waliamini yale maneno ambayo Yesu alikuwa anahutubia. Wale watu wakaamini. Amena. Sasa walipoamini wale watu, Yesu aliwaona hawa wameamini. Baadaye Yesu akaacha kuongea na mkutano wote ule, akawachukua wale walioamini wale, akaona hawa wameshaamini. Sasa nianze kuongea na hawa ambao wameniamini. Amen. Sasa kwa maongezi ambayo Yesu alianza kuongea na wale ambao wameamini. Amen. Yesu alianza kuwafundisha. Huku nyuma tumefundishwa na walimu wetu, wanasema kwamba sisi Yesu alifanya kazi kubwa ya kututoa kwenye madhabahu ya giza, kututoa katika mikono ya shetani, kutuokoa na kutuleta katika ufalme wa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati tukishatoka kule, Yesu akituleta hapa, huwa anatufundisha. Amen. Tukishafundishwa, tumeitwa, tunafundishwa. Tukishafundishwa, sisi katika mafundisho, kila mtu ataelewa kwa nini aliitwa, maana anafundishwa. Amen. Aha. Ndio maana Yesu aliniita ili mimi niwe nabii, aliniita mimi niwe mwimbaji, aliniita mimi niwe mchungaji, aliniita mimi niwe mwalimu, aliniita mimi niwe mwinjilisti katika hali ya kufundishwa. Sasa tukishafundishwa, usiwahi kuondoka, maana hautajua ni wapi utaenda kufanya ile kazi kule. Ni lazima yeye aliyekufundisha kwambie, sasa nimeshakufundisha, sasa nenda Korinto uende ufundishe. Sasa na wewe nenda katika ule mlima ili ufanye hivi. Hakika ukienda bila haujaambiwa wende kule mbele, kuna mwanguko mkubwa. Amen. Sasa Yesu akaanza kuongea na wale ambao aliona wameamini. Twende kwenye kitabu cha Yohana, tumekisoma asubuhi, 4:30-32. 4:30-32. Yesu akachukua wale watu ambaye ni Wayahudi, waliamini maneno yake, akaanza kuwafundisha. Akawaambia na kwamba ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi
mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwanza wametoka kwenye hatua ya kuamini, kisha Yesu akaona wameamini, acha basi niwaambie hawa watulie kwa hili neno ambalo wameliamini. Sasa wakae watulie kwa hili neno. Amen. Ndio anawaambia kweli kweli, ninyi mkitulia, mkikaa. Kukaa ni tofauti na kusikia. Kukaa ni tofauti na kutembea, sijui na kuwa na neno. Kukaa ni tofauti kuwa na neno. Amen. Mtu anaweza akawa na neno lakini hakai ndani ya hilo neno. Sasa anasema hivi, ninyi ambao mmeshaamini, mkikaa kama hivyo, mmekaa hapo kama hivyo, mmekaa hivyo. Kukaa ndani ya neno yaani ni kutulia. Mtu kama ametulia anakuwa anachunguza, leo nitashije, leo watoto watakula nini, shuleni kuna nini, ukweni kwangu kuna habari gani? Yaani umekaa umetulia. Yaani Yesu anataka kuwafundisha nini? Ninyi mkitulia katika neno langu, mimi nitawaita ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli. Amen. Shuka. Mimi nitawaita ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli, na tena mtaifahamu kweli. Na tena mtaifahamu kweli. Mimi ninatamani nipite tu nisikokote sana, sababu tumeshiba sana asubuhi. Tumeshiba kwa kweli na upako umeingia. Ninyi mmeamini, lakini nawaambia mkikaa katika neno langu, mimi Yesu nitawaita ninyi kuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na tena ninyi mtafahamu kuamini, kukaa na kufahamu. Vitu ngapi? Kuamini, kukaa, kuamini, kukaa na ufahamu. Ukichunguza sana maandiko, ni nini natikisa sana huku? Ukichunguza sana maandiko, ukae chini, ujifundishe neno kuamini. Ujifundishe neno kuamini. Ukikaa chini, umeshiba, umevaa vizuri kama hivi tulivyo hapa, tumependeza. Alafu ukae chini, uanze neno kuamini. Alafu utafakari neno kuamini. Si kama hivi neno lisema hapa. Kuamini kuna njia nyingi mno. Lakini sasa tukisema kuamini tunafupisha. Maana katika kuamini kila mtu ana njia yake ya kuamini. Kuna wale wanamwamini Yesu kwa njia ya magonjwa, wanamwamini Yesu kwa maisha, kwa kuzaa na nini. Lakini sasa ukitafakari hadi uje kumwamini Yesu, si kama vile mtoto wangu amezaliwa leo na amemwamini Yesu. Mtu hadi afikie kumwamini Yesu, ina maana sijui niseme nini hapa. Kufikia hii hapa, mfano kutakuwa hapa kuna moto, kisha moto kuna mto mkubwa hapa ambao unabidi mimi nivushwe na kitu fulani, lakini kile kitu cha kuvushwa hakipo. Hapa pale mbele ya mto kuna wasimba 200 ambao wanajaa, sijui mwaka mzima hawajala, alafu wanasubiri chakula pale. Simba hao pale mbele ya simba, sijui kuna mijeshi mingine kama ni minyoka ile mikubwa, alafu ina sumu kali, inasubiri nini waume. Sasa wewe ndio unapita hapa. Sasa pale ndio kuna kuamini, pale ndio kuna wokovu pale. Sasa hadi ufike hapa, ufanye nguvu, uruke huu moto. Ukiruka moto, uvuke mto.
mto alafu ufike kwenye hawa simba hawa upite. Sasa ukipita simba ufikie wanyoka nao upite. Hapo unasema nimepata wokovu. Sio lele mama. Wokovu sio kama mimi wewe unaamini, naamini. Mimi naamini. Si Yesu kuamini. Uone mwenzako alisishwa uchawi wa siku moja awe watu 200. Alafu ndo anapata utajiri. Lakini anakuja kwa Yesu, hivi vyote nimeviacha na kuamini Yesu. Ni mchezo. Mtu mmoja ana madigrii ya elimu kubwa kama Paulo. Lakini anajishusha, anasema kwamba mambo yote ya dunia naona kama mavi. Amen. Si bure. Yeye alikuwa anasimamia watu, pigeni mawe. Huyu apigwe mawe huyo. Paulo alikuwa anasimamia, piga mawe, piga sana pale hapajapata jiwe pale kwenye kucha. Ongeza na pale. Lakini alivyokutana na Yesu akasema, hai. Amen. Wokovu inatakiwa useme nimeokoka, moyo wako ukubali, nafsi ikubali na mbingu. Alafu ukishashuhudia kwamba kweli nimeamini, alafu utulie. Ufanye nini? Ukae. Ndio maandiko yametuambia ukae vile ulivyo pale, ukae ndani ya neno. Ukikaa, sisi hivi tukitaka kuhitaji kukaa, tunajenga majumba. Mama, mzee suna nyumba. Gharama ngapi ulifanya ya nyumba ili ukae? Milioni. Si ndio? Jenga msingi, ukuta, sijui bati, na rangi, vitu vyote chini. Anatafuta ili akae. Sasa tumeambiwa tukae ndani ya neno la Mungu. Utakaaje? Amen. Ili ujione kwamba nimekaa ndani ya neno. Mama ananisikia wewe? Kukaa. Maana Yesu anasema kwamba mkikaa, mimi nitawaita ninyi kuwa wanafunzi wangu kweli kweli, sio kuamini. Yaani mateso yote tuliyapata kutafuta wokovu hadi yeye hayajali. Mimi nataka kukaa ili nikuite mwanafunzi wangu. Ukae. Anayekaa ndani ya neno la Mungu ndio anayesema kwamba nayaona ulimwengu yote yanayopita ni ubatili kwangu. Mke wangu niliyemuoa ndio mke wangu, tutaishi naye huyu azae asizae, huyu ni wangu. Amen. Anayekaa ndani ya neno anasema mimi naridhika na huu uchumba wangu. Yeye kama hata nioa, kama atanioa, lakini mimi namsubiri. Amen. Anayekaa ndani ya neno la Mungu anaridhika hata na 200. Anasema kwamba hii 200 nimeipata leo, lakini kesho nitapata 500. Anayekaa ndani ya neno la Mungu. Amen. Anayekaa ndani ya neno la Mungu anajua tunaingiaga na saa 3 tunaanza ibada saa 4, lakini natakiwa mimi saa 3:30 ndio nimeshafika. Ambaye anakaa ndani ya neno la Mungu anajua ratiba ya ibada inaanza na saa 4, inaanza na saa 3. Sasa inatakiwa mimi ambaye ninakaa ndani ya neno la Mungu kabla ya ibada kuanza niwe nimeshafika.